Asante sana mpenzi mtazamaji ambaye ni mheshimiwa wa Umo Kenya TV mahali popote ulipo. Karibu katika uchanganuzi, ni kueleze vile tunaendelea kupokea habari katika meza yetu ya habari kuhusiana na kifo cha kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Baada ya habari kugonga vichwa vya vyombo vya habari humu nchini kwamba kiongozi wa chama cha ODM aliyekuwa waziri Raila Odinga ameaga dunia, ilibidi kiongozi wa taifa Rais William Ruto kuagiza baadhi ya viongozi kusafiri kutoka taifa la Kenya kuelekea taifa lile la India ili kuleta mwili wa marehemu Raila Odinga kwa matayarisho ya maziko. Na sasa hivi tunapozungumza ni wazi kwamba mwili wa mwenda zake kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga umewasili katika uwanja wa kimataifa wa ndege humu nchini JKIA. Kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe, na kuomba tukaweze kusubscribe kwa kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribe, na kadi kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kazi zote piti tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Umo Kenya TV. Ukimaliza kutazama, sambazia wengine katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Without wasting your time, back to our analysis ili nikufahamishe vile mambo yalivyo katika platform yetu ya Umo Kenya TV. Huwa tunahakiki kabla ya kuyaleta mambo yote hewani. Mwili wa mwenda zake aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga umewasili katika uwanja wa kimataifa wa ndege JKIA. Hii ni baada ya kiongozi wa taifa Rais William Ruto kuagiza baadhi ya viongozi kutoka taifa letu la Kenya kuelekea katika taifa lile la India ili kuleta mwili wa mwenda zake Raila Odinga. Tusikize vile Ruto alivyotoa amri hiyo. A delegation comprising government officials and family members led by Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi is leaving immediately for India to facilitate proper organization in the repatriation of the remains of our brother. Sauti hiyo ni ya Rais William Ruto wakati alipokuwa anatoa amri kwa viongozi kuelekea katika taifa lile la India, jambo ambalo limeweza kufanikiwa. Miongoni mwa viongozi wale ambao walienda kule India kuleta mwili wa mwenda zake Raila Odinga ni mawaziri ambao wako katika serikali ya Rais William Ruto na viongozi wengine ambao wakiongozwa na mkuu wa mawaziri humu nchini Musalia Mudavadi. Hassan Joho ambaye ni gavana ama aliyekuwa gavana katika kaunti ile ya Mombasa, sasa hivi ni waziri wa wizara ya madini. William Kabogo ambaye ni waziri wa mawasiliano humu nchini. Kipchumba Murkomen ambaye ni waziri katika wizara ile ya usalama wa ndani. Edwin Sifuna ambaye ni katibu mkuu wa chama cha ODM. Kimani Ichung'wah ambaye ni kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa. Seneta wa kaunti ya Migori Okech Opiyo Wandayi ambaye ni waziri wa kawi humu nchini. Gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja ni miongoni mwa viongozi wale ambao walifunga safari kuelekea kule India. Na hata kiongozi walio wachache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed alikuwa miongoni mwa wale ambao wameenda kule India ama walienda kule India kuleta mwili wa mwenda zake Raila Odinga. Waliweza kusafiri wakitumia ndege ambayo inaitwa KQ-202 kuelekea taifa lile la India. Na kufikia sasa wameweza kufaulu kufikisha mwili wa Raila Odinga katika taifa letu la Kenya na utaelekezwa katika chumba cha kuhifadhi maiti wakati matayarisho yanapoendelea. Rais William Ruto aliweza kutoa amri tena katika taifa letu la Kenya. Bendera zote zitakuwa zinabeberushwa nusu mlingoti hadi wakati Raila Odinga atazikwa. Ikumbuke kwamba Rais William Ruto alisema ya kwamba bendera zitabeberushwa nusu mlingoti kwa siku 7 mfululizo, na mazishi yake yatakuwa ya serikali ama yatasimamiwa na serikali kuhakikisha ya kwamba Raila Odinga
amepewa heshima ya mwisho kama kiongozi mwenye amekuwa fight ama akiwa na vita haswa katika sekta ya siasa kuhakikisha kwamba demokrasia imeweza kufuatiliwa. Naomba tu ni kuonyeshe kanda ya mwisho Raila Odinga vile alivyozungumza kabla ya kuaga dunia. I told you, Dr. Oscar, stand for what is right for the party. And we must remain as ODM. And we've signed and agreed that we'll work together up to 2027. We have not passed any resolution as a party to say how we're going to go into the elections of 2027. Don't commit the party to some things which have not been discussed. Let those things be discussed first. We are ODM. Who's told you that ODM will not have a candidate in 2027? Who has told you? Sauti hiyo ni ya Raila Odinga ambayo itakuwa kama kumbukumbu kwa sababu alizungumza wakati alikutana na viongozi ambao wamechaguliwa kupitia chama cha ODM alipozungumza kisiasa. Na kufikia sasa hatutakuwa tunasikia sauti ya Raila Odinga, lakini tunamkumbuka kama kiongozi ambaye alikuwa anatuliza mawimbi ya kisiasa baada ya kupoteza katika kura ambazo amekuwa akiwania kwa mara 5 mfululizo. Alipokuwa anapoteza, anaingia katika serikali ile ambayo inamshinda. Aliingia katika serikali ya Daniel Toroitich Arap Moi baada ya kushindwa 1997 na aliweza kuungana na Rais mstaafu marehemu Mwai Kibaki wakaunda serikali ya mseto wakati tuliposhuhudia Raila Odinga akiwa waziri mkuu katika taifa la Kenya between 2007 to 2013, na aliweza kuingia katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Tukaunda serikali wakiwa pamoja, tukawa na handshake. Baadaye serikali jumuishi kaundwa kati ya Raila Odinga na Rais William Ruto, serikali ambayo Raila Odinga ameiaga kabla ya kung'atuka mamlakani. Lakini sasa hivi tunamuombea mema Raila Odinga anaposafiri, asafiri salama na kumbukumbu. Vitabu zote za Raila Odinga kisiasa sasa zimefungwa rasmi. Mungu ailaze roho ya mwenda zake kiongozi wa chama cha ODM aliyekuwa waziri mkuu humu nchini Raila Odinga mahali pema palipo na wema. Tutaendelea kuwafahamisha mengi zaidi wakati tunapoendelea kuyapokea katika meza yetu ya habari, kwa sababu nilitoa ahadi lazima tuhakiki chochote kabla ya kukileta hewani. Kwaheri kwa sasa.